Karibu msikilizaji na mtazamaji wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Mimi ni Assumpta Massoi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo tuna fursa ya kuzungumza na Bwana John Rutere. Yeye ni naibu mwakilishi mkazi wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP nchini Tanzania. Na kubwa kabisa tunalomulika leo ni programu anayoitumia katika kusaidia sekta ya utalii huko Tanzania, Zanzibar au visiwani Zanzibar, kuendeleza sekta ya utalii. Karibu sana Bwana Rutere. Mtu angetaka kufahamu hiyo programu ya Jozan AI mnayoitumia inamaanisha nini? Ni kitu gani? Jozan AI ni teknolojia inayotumiwa na serikali analyze hiyo maoni ya watalii. Kama mahoteli na pia website nyingi sana ziko na teknolojia yao ya kupatiana feedback. Mtalii aende book hoteli kama Hilton ama hoteli nyingine. Kwa hiyo online wataweza kupatiana maoni yao, vile waliona hiyo hoteli, vile kama changamoto yoyote. Lakini mbeleni serikali ilikuwa inaweza kuangalia hiyo maoni yote kwa sababu iko pahali mbalimbali. Okay? Kila hoteli iko na maoni yake kwa website, online. Kama ni airport kuna forms zinajazwa, kuna vitu kama hiyo. Kwa hivyo sasa vile serikali imefanya ni kuweza kutumia hii hapo ya Jozan AI kuangalia hizo feedback zote zinazopatiwa katika sehemu mbalimbali. Kila hoteli iko na feedback yake, kila restaurant iko na feedback, ukienda unaona unapatiana, na pia zingine zile hazikuwa online, serikali imeencourage watu waende online. Okay? Hizo biashara zote ziweke feedback online, ndio hata nikienda nikunywe chai ama niende hata kama ni restaurant ndogo ninywe chai, wako na feedback zile wanapatiana online. Kabla tujaanzisha huyu mradi wa Jozan AI, watalii walikuwa wanakuja Zanzibar, wanajaza form na kalamu, yani manually wanajaza, wanapatiana feedback, lakini kulikuwa na form nyingi sana na ingewezekana rahisi mtu kuangalia hizo form na ajue watalii wanasema nini. Lakini kwa kupitia sasa huyu mradi wa Jozan AI, unaweza kwa sekundi chache sana kupata hiyo feedback on a timely basis. Yani kupata maoni katika muda mfupi. Katika muda mfupi sana. Kwa sababu mbeleni ilikuwa inachukua miezi na miezi kujua watalii wanasema nini. Lakini sasa kwa wakati mfupi sana unajua kama kuna changamoto pahali fulani, kama kuna changamoto airport, pengine kuna changamoto beach pahali watalii wanaenda, ama kuna changamoto ya watu wa magari, serikali inapata hiyo feedback kwa wakati wa mfupi sana na wanaweza kuchukua hatua ya kurekebisha. Na imeanza kutumika lini hii Jozan AI? Tumetumia over mwaka moja sasa na imekuwa na manufaa sana. Tumeona kwa hiyo mwaka moja, na bado tunaendelea kuiboresha, na bado tunaendelea kuangalia pia sekta zingine zile tunaweza kutumia hii teknolojia ya AI, kwa sababu serikali ya Zanzibar imefurahi sana na benefits zile imeweza kuona kwa hii teknolojia ya AI, na tunataka kuangalia ni sekta gani nyingine. Na sekta kama sekta ya ukulima inaweza kutumika, especially mainland Tanzania tunajua kuna ukulima wengi sana, na hii sekta hii teknolojia inaweza kutumika kusaidia wakulima kuchagua mimea ile inafaa, kuangalia pahali wanaweza kuuza bidhaa zao, bei vile ziko. Ina application nyingi sana kwa hiyo sekta ya kilimo. Umezungumzia kwamba kwa mwaka mmoja sasa mmekuwa mnatumia Jozan AI huko Zanzibar, na kwamba unasema imesaidia sana na imekuwa na manufaa sana hata kwa serikali kuweza kuchukua hatua. Unaweza ukatupa labda mfano kwamba kwa mfano kuna kitu fulani kiliripotiwa, serikali ikachukua hatua kama hii, mtu aweze kufahamu? Vitu vile hiyo Jozan AI imesaidia serikali kutatua ni kwa mfano jambo ya pahali watalii wanaingilia airport. Okay? Kama kuna changamoto zozote uhamiaji, watu pale wanaingilia, kama kuna hizi jambo lolote, watalii wanatupatia feedback na serikali imeweza kuchukua hatua kurekebisha, ndio watalii wakiingia Zanzibar wapokelewe vizuri na wasikie hamna jambo lolote lile wanasikia likiwa aliendi vizuri. Pia imetumika vizuri sana kwa sekta ya transport, usafirishaji. Kwa hivyo kama
usafirishaji wa watalii. Watalii wanatumia bidhaa mbalimbali, wanatumia mataksi, wanatumia bodaboda, wengine wanatumia pikipiki, lakini tunapata kuna wakati wanakuwa wana malalamiko kulingana na pengine hawajui ni dereva gani, pengine wametisha gari, ile gari inakuja si gari nzuri, si gari safi, ama unakuta ile gari wameitisha ikifika inakuwa ni gari tofauti na ile walikuwa wameitisha, na hawezi kutambua ni nani, kama huyo ndio ile dereva wameitisha ama huyo dereva mwingine. So changamoto kama hizo ya serikali inaweza kujua na inachukua hatua ya kujua vile wataregulate hawa watu wa hiyo sekta ya usafirishaji. Kwa mtu wa kawaida inamsaidia sana, kwa sababu sekta ya utalii ikiendelea kuwa kubwa ndio inaajiri watu wengi, especially vijana na kina mama wanapata kazi na wanapata riziki yao. Kwa hivyo vile hii inaendelesha uchumi, ndio kila mtu anaweza kupata riziki. Kwa hivyo kutumia hii AI tunaangalia hiyo maoni ya watalii wanasema nini, especially pahali tunataka kuboresha, pahali wanataka kufanya improvement, wanatuambia kama ni chakula, kama ni hoteli si nzuri, kwa nini si nzuri, kama ni airport pahali wakifika vile wanapitia through immigration, wanatuambia kama kuna changamoto yoyote, na ikiwa kuna changamoto kubwa, serikali inaweza kuchukua hatua hapo hapo siku hiyo wakipata hiyo maoni ya watalii. Kama ni issue ya usalama, kama watalii wasikii, kama wanaona ikiwa issue ya usalama, serikali inaweza kutuma askari wengi, waongeze askari ama wachukue hatua zingine. Kwa hivyo hii teknolojia inasaidia sana serikali kuchukua hatua kwa muda mfupi kutatua jambo lolote wa zile watalii watatuambia. Usalama wa hii jozani AI katika kutunza taarifa binafsi za mtu uko vipi? Yeah. Kitu ya maana kujua ni Zanzibar na Midland Tanzania wako na Data Protection Act. Okay? Yani sheria ya kutunza taarifa binafsi. Ndio, kuna hiyo sheria na hiyo ni muhimu sana. Na hii Jozani AI na pia hizi platform zote pali watalii wanawacha maoni yao imeundwa kufuatia hiyo Data Protection Act. Kwa hivyo hakuna maoni yako binafsi ama data yako binafsi itachukuliwa, na feedback yako, ile maoni napatia, haiwezi kuwa wewe itakutambulisha wewe ni nani. Asante sana, kushukuru Bwana John Rutere, asante sana.